Moja. Sekta ya michezo Zanzibar imeendelea kupiga hatua kubwa katika miaka hivi karibuni, na katika kipindi hichi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, sekta hiyo imepiga hatua maradufu, na leo ni kielelezo kimojawapo wakati tukiweka jiwe la msingi wa kiwanja hichi katika wilaya hii ya Magharibi B. Tuombe wananchi waendelee kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 8 pamoja na maono ya Mheshimiwa Rais katika kujenga nchi yetu, lakini pia katika eneo kubwa hili katika kuimarisha sekta ya michezo. Ujenzi wa viwanja vya michezo kama huu tunaouwekea jiwe la msingi leo hapa ni sehemu ya utekelezaji wa malengo na azma ya waasisi wa mapinduzi yetu. Serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imeendeleza maono ya kimapinduzi ya kuweka miundombinu mbalimbali ikiwemo ya michezo ili kukuza na kuviendeleza vipaji vya vijana wake wa kike na wa kiume, ikitambua kuwa michezo itawezesha baadhi yao kupata fursa ya ajira kupitia eneo hilo ndani na nje ya nchi yetu. Ndugu wananchi, serikali imeendelea kutekeleza mradi mkubwa wa ujenzi wa viwanja 17 vya michezo katika visiwa vya Unguja na Pemba, ambapo baadhi ya viwanja hivyo tayari vimekamilika na vingine vipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Nichukue nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kuendelea kulisimamia hili kwa dhati katika ujenzi wa viwanja hivyo pamoja na miundombinu yake. Serikali inatambua faida ya uwepo wa viwanja vya michezo nchini. Mbali na kuendeleza vipaji vya michezo, viwanja hivi vitasaidia kupunguza changamoto za vijana kujihusisha na vitendo visivyokuwa na maana ambavyo vinaweza kuleta mambo yasiyohitajika katika jamii yetu. Ndugu wananchi, kwa upande wa kiuchumi, matumizi ya viwanja vya michezo yanaweza kuwa chanzo muhimu cha mapato. Viwanja vinaweza kutumika kuandaa mashindano mbalimbali, ligi za wilaya, mikoa, kanda pamoja na za kitaifa, matamasha mbalimbali ambayo yote yana maana makubwa katika nchi yetu. Ndugu wananchi, serikali inatambua umuhimu wa uwekezaji katika miundo mbinu ya viwanja vya michezo, si tu katika michezo bali pia katika ubora wake. Na ndio maana miradi kama hii inazingatia viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa ili viwanja viweze kutumika kwa muda mrefu na kuhudumia shughuli mbalimbali za michezo na hata za kijamii kwa ufanisi. Ndugu wananchi, sambamba na uwekaji wa miundombinu, serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika uendeshaji wa viwanja vya michezo. Uendeshaji bora unahakikisha viwanja vinatunzwa, vinatumika kikamilifu na vinazalisha mapato. Ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa michezo ni muhimu katika kufanikisha jambo hili. Kupitia ushirikiano huo, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa michezo imeandaa na itaendelea kutekeleza program nyingi za michezo zitakazowafikia wananchi, hususan vijana. Program hizo ni pamoja na ligi za vijana, mashindano ya shule, akademia za michezo na mafunzo ya waamuzi pamoja na wakufunzi kwa maana ya makocha. Programu hizi zinalenga kuhakikisha kuwa michezo inakuwa jumuishi, inayowagusa jamii ya watu wote, ikiwemo wanawake, watoto na watu wenye mahitaji maalum. Ili kila mwananchi apate fursa ya kushiriki na kunufaika na michezo, serikali inaamini kuwa michezo ni haki ya kila mmoja na ni nguzo muhimu ya maendeleo ya rasilimali watu. Ndugu wananchi, naomba nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa wilaya Magharibi B kuilinda na kuitunza miundombinu hii itakapokamilika. Kiwanja hiki ni mali ya umma na mafanikio yake yatategemea kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa wananchi, viongozi na wadau wa michezo katika kutumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Mradi huu unatekelezwa na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo
chini ya usimamizi wa mshauri elekezi kampuni ya kizalendo ya AE&Q Consultant Limited. Kazi za ujenzi zinatekelezwa na mkandarasi kampuni ya Reform Sport kutoka Jamhuri ya Uturuki, kampuni yenye uzoefu mkubwa katika ujenzi wa miundombinu ya michezo ya kisasa. Ushirikiano uliopo kati ya Wizara ya Habari, mshauri elekezi na mkandarasi umejengwa juu ya msingi wa uwazi, weledi na uwajibikaji, hali inayotoa imani kubwa juu ya utekelezaji bora wa mradi huu kwa viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ni sehemu ya mpango mkubwa wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya ujenzi wa viwanja 17 katika ngazi za wilaya na mikoa hapa Zanzibar, kwa lengo la kusogeza huduma za michezo karibu zaidi na wananchi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa falsafa ya kimapinduzi ya kuwajengea wananchi miundombinu ya maendeleo katika maeneo yao. Kwa mujibu wa mkataba wa utekelezaji wa mradi huu ulitegemewa ukamilike ndani ya miezi 16, kwa maana kuanzia mwezi wa Septemba 2024 na kukamilika Disemba 2025. Lakini kutokana na changamoto zilizojitokeza, mradi huu utakamilika mwishoni mwa mwezi huu wa Januari. Aidha, baada ya kukamilika kutakuwepo na kipindi cha uangalizi cha mwaka mmoja ambapo mkandarasi atawajibika kufanya matengenezo na marekebisho yote ya kiufundi yatakayojitokeza ili kuhakikisha kuwa kiwanja hiki kinaendelea kutoa huduma bora na endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu unagharimu jumla ya dola milioni 2.2, fedha zinazotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wilaya iko salama, wilaya yako Magharibi B, na kama unavyofahamu wewe ni miongoni mwa wakazi wa wilaya hii. Hakuna changamoto zozote. Sherehe za mapinduzi matukufu ya miaka 62 zenye kauli mbiu ya amani, utulivu na upendo ndiyo malengo, ndiyo muhimili mkuu wa maendeleo yetu, ndio msingi wa maendeleo yetu, ambazo kwayo wewe umeshaadhimisha nyingi sana maeneo tofauti Unguja na Pemba. Tushashirikiana na wewe katika ufunguzi wa majiwe mengi ya msingi, ikiwa leo kama mara ya 4 unakuja kwenye wilaya yangu. Ulituanzia rasmi siku ya usafi ya tarehe ile ambayo rasmi jambo lilianza ili hapa. Mheshimiwa, jambo ulilofanya leo hili hapa si jambo geni sana. Jambo hili liliasisiwa na mwenyewe Karume Baba, ambapo kwenye manifesto ya Afro Shirazi Party ilitaja masuala ya michezo na viwanja vya michezo, na aka-implement mwenyewe Karume Baba kwa kuanza kujenga viwanja mbalimbali. Tunavijua viwanja vya zamani sana, kiwemo kiwanja cha Amani, viwanja vya Mau na kwengineko, Msuka kule, Mahonda, vyote vile viwanja aliviasisi mwenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa, unalolifanya hapa leo ni utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi katika kuwaletea mambo mengi mema, mazuri na